عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، ndugu zangu, na kuhusiana na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaendelea na darasa ya tafsiri katika surati Ar-Ra'd. Tulikuwa tumeishia katika aya nambari 11. Kauli yake Allahu Jalla Jalaluhu baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi. Mu'aqibatu ni wale ambao wanapeana zamu ama wenye kupishana. Lahu mu'aqibatun ni wa kwake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, malaika ambao wanapishana, yani yati ba'dhum aqiba ba'din, wanakuja baadhi yao nyuma ya wengine, ndio maana wakaitwa muaqibat. Anao wenye kupishana na kupeana zamu, muaqibatu. Na makusudio hapa ni malaika ambao wanapeana zamu ama shifti kwa vile alivyotaka Mwenyezi Mungu Jalla waala. Sio kwamba malaika wanachoka, wanahitaji kupumzika. Malaika hawana sifa ya kuchoka. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturuna. La yafturuna yani wanamsabihi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla usiku na mchana, hawachoki. Kwa hivyo wanapishana katika utaratibu waliowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa malaika ni wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anamkumbusha mwanadamu juu ya neema ya malaika hawa ambao wana kazi mbili kwa mwanadamu. Kazi ya kwanza ni kumhifadhi na kumkinga ama kumlinda mwanadamu asipatwe na jambo lolote, kwa amri na idhini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, asipatwe na jambo lolote isipokuwa lile ambalo Allah atawaambia hili liwachilieni, nimelipitisha katika kadari zangu. Kwa hivyo kazi ya kwanza wanamlinda mwanadamu. Kazi ya pili wanahifadhi matendo ya hawa wanadamu, yani wanayasajili, wanaandika mafaili mawili, faili la mema yake na faili la mabaya yake. Na'udhu billahi min dhalika. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Baadhi ya ulama wamesema aya hii inamaanisha kila mwanadamu anapofariki anavalishwa daftari lake katika shingo yake, yani yale mafaili mawili yaliyokuwa yakiandika mema yake na mabaya yake, akifariki mwanadamu yanakusanywa. Na hii ni katika taarifa ya ghaibu ambayo mwanadamu hawezi kuisensi kisayansi. Mafaili haya mawili yanafanywa ni faili moja, anafungwa nalo katika shingo yake, anazikwa nalo. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Kila mwanadamu tumemlazimisha nalo faili lake katika shingo yake. Wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Tutamtolea siku ya kiyama hicho kitabu, kimekuwa ni kimoja, kitaban yalqahu, atakipokea, manshura, kikiwa tayari kimefunguliwa, aambiwe iqra kitabaka, soma kitabu chako, kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Inatosha kwa nafsi yako, yani unatosha wewe mwenyewe kuwa ni hasiban, ni muhasibu.
Kwa mwanadamu akitenda, na hili limekumbushwa katika aya kadha wa kadha katika Qur'ani, achunge kwenye lile analolitenda na lile ambalo analisema. Achunge, je, halitamharibia mahesabu yake? Achunge, je, lina viwango ambavyo anaviridhia viwango hivyo kuoneshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye anaridhika na hivyo viwango kuoneshwa, aoneshe viwango hivyo siku ya Kiyama. Bali na amchunge Mola wake hata katika ibada anazozifanya ziwe zinatimia viwango, ili katika lengo la kumridhisha na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo malaika hawa wana kazi mbili, wanamlinda mwanadamu, mabodyguard yani, na kadhalika wanahifadhi mema yake. Wametajwa katika aya nyingine, wa yursilu alaikum hafadhatan, na Allah anakuleteni wana wahifadhi wanaokuhifadhini. Na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akawasimangia wanadamu hili swala la ulinzi wake, qul man yaklaukum bil-laili wan-nahari min ar-rahman, waambie ni nani ambaye ana kuhifadhini na kukulindeni katika usiku na mchana kama si Ar-Rahmani, au kinyume na Ar-Rahman. Nani mwingine? Mna mlinzi mwingine mbadala asiyekuwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hivyo sentensi hii inakumbusha neema ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala juu ya huyu mwanadamu, ambayo ni neema ya ulinzi. Imekuja katika hadithi, hapatwi na jambo lolote isipokuwa wanalizuia mpaka lije jambo ambalo Allah amelipitisha katika kadari lake. Katika kadari yake anawapa ishara malaika, wanaliachilia hilo jambo hili. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemkumbusha mwanadamu neema hii ya ulinzi. Lakini katika sentensi hii amemuonya mwanadamu kwamba malaika, wa inna, kama ile aya iliyosema wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina, nyinyi mna ambao wanawahifadhi waandishi watukufu, wanaandika yale ambayo mnayafanya. Malaika hawa wako min baini yadayhi wa min khalfihi, wako nyuma yake na mbele yake. Yahfadhunahu, wanamhifadhi huyu mwanadamu, wanamhifadhi huyu mwanadamu. Na kwa hivyo katika zile kazi mbili hii imetamkwa wazi, yahfadhunahu, wanamhifadhi yani wanamlinda, min amrillah, kutokana na amri ya Allah. Min amrillah, yani kutokana na amri ya Allah, yani wanamhifadhi mwanadamu kwa sababu ya amri iliyotoka kwa Allah, min amrillah. Kwa hivyo amri hapa ni ile ya kuamrisha, yani ile tamko la kuamrisha. Wanamhifadhi mwanadamu kwa amri ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Au min amrillah, maana ya pili, wanamhifadhi huyu mwanadamu kutokana na mambo ya Allah. Najua hii mufradi ikifanywa ni mudhafu inakuwa ni jamu. Kutokana na mambo ya, kama ile yudabbiru al-amra, ile imekuwa ni amun kwa sababu ya al. Min amrillah, yahfadhunahu min amrillah, wanamhifadhi mwanadamu kwa sababu Allah ameamrisha, kutokana na amri ya Allah, maamrisho ya Allah. Au min amrillah, kutokana na jambo la Allah, yani Allah ndiye anayeleta mabala, kwa sababu kheri na shari zote zinatokana na yeye. Alafu malaika hawa wanamhifadhi mwanadamu kutokana na jambo la Allah. Jambo la Allah inaweza kuwa ni ajali, inaweza kuwa ni maradhi, matatizo yote, yahfadhunahu min amrillah. Kwa hivyo tunasema yale yaliyotokea ni qadari, na yale yaliyozuiliwa ni nini? Ni qadar. Na kwa sababu Allah ameita ni katika mambo yake, yahfadhunahu min amrillah. Alafu akasema inna Allaha, kama vile maneno haya ni mengine hayana mahusiano, lakini lazima yana mahusiano, kwa sababu haya maneno tuliyosema na haya yanayosemwa yako kwenye aya kwanza, yako kwenye sura moja, yako kwenye mtiririko mmoja, yako katika aya moja, lazima yana mahusiano. Akasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu,
la yughayyiru ma biqaumin, huwa habadilishi ma, yale ambayo, bi qaumin, yako kwa watu. Hiyo inaitwa ba'u adh-dharfiyya, yale ambayo wanadamu wanayo. Kwa mfano nakwambia katika lugha, madha bika, una nini? Ma biqaumin, yale ambayo watu wanayo, yako yale ambayo yako na watu. La yughayyiru. Na hapa tunajifunza kwamba Mwenyezi Mungu Jalla waala ndiye mwenye kubadilisha. Mwanadamu akitoka kwenye uzuri akaenda katika ubaya, Allah ndiye aliyebadilisha, na kabadilisha kwa hikma na sababu. Na akitoka kwenye ubaya kwenda, na akitoka kwenye uzuri vice versa, kutoka kwenye uzuri kwenda katika ubaya, na kutoka katika ubaya kwenda katika uzuri, Allah ndiye anayebadilisha, na ni kwa sababu na logic na hikma. Yeye ndiye mwenye kufanya hivyo. Kwa hivyo Allah anaamiliana na watu kwa mujibu ambavyo wao wanaamiliana naye. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah habadilishi yaliyoko kwa watu. Hapa kuna tambihi ndugu zangu, tumalizie kwanza. La yughayyiru ma biqaumin, habadilishi yaliyoko kwa watu, hata mpaka yughayyiru, wao wabadilishe, ma, yale ambayo kwamba bi anfusihim, wanayo. Yale walionayo Allah hatobadilisha, kama ni mabaya alete mazuri au mazuri alete mabaya, mpaka wao yale ya kwao wabadilishe. Kuna jambo linaambatana na maamrisho na makatazo. Mwanadamu anaweza kuwa ametekeleza maamrisho, Allah akaleta matokeo mazuri, hayataondoka hayo matokeo mazuri mpaka mwanadamu afanye mabaya. Na kama anafanya mabaya, Allah hataondosha ubaya ulioletwa na mabaya mpaka mwanadamu abadilike. La yughayyiru ma biqaumin, zile qadari za Mwenyezi Mungu Azza Jalla. Kwa hivyo hizo qadari za mabadiliko ya Allah kwa watu ni qadari zake, si ndio? Ni khairi na shari, na khairi na shari ni qadari zake. Qadari za Allah juu ya waja wake zina sababu, lakini zote ni qadari za Allah. Nasema ni makosa kusema mambo mengine watu wanajitakia tu bwana, sio qadari ya Mwenyezi Mungu. Hapana, kila kitu ni qadari ya Mwenyezi Mungu, lakini sahihi ni kusema kwamba watu wamesababisha waletewe qadari mbaya. Watu wanaweza kusababisha waletewe qadari mbaya kwa mujibu wa aya. Na lazima ujiulize kwa nini Mwenyezi Mungu akatoa taarifa hii. Yaani alikuwa anakutahadharisha kama unataka mazuri bwana. Kwa hivyo mabadiliko katika maisha ya mwanadamu yanaanza katika muamala baina yake na Mola wake, sio kwenye mambo ya miundombinu. Kuna mtu mwingine anataka kubadilisha mambo yake, sawa, asbabi na miundombinu za maisha zipo, lakini hizo sio mama, hizo sio mama. Sababu kubwa zaidi ni mwanadamu kubadilisha muamala baina yake na Mola wake. Ulama wametafsiri habadilishi hali za watu kutoka kwenye uzuri kwenda kwenye ubaya, wala kutoka katika ubaya kwenda katika uzuri, mpaka wao wabadilike. Kwa hivyo kama walikuwa na neema, kanuni ya Mwenyezi Mungu haondoshi neema. Yani aya inasema kama ni neema, kanuni yake huwa haondoshi neema mpaka lije jambo limekuja. Nataka kusema nini? Paka mwanadamu akorokochoe mahala mwenyewe. Unajua kukorokochoa ni kuharibu jambo kwa kujitia, unatengeneza afu na haribu na korokochoa. Mpaka mwanadamu mwenyewe haribu. Na kama yuko katika ubaya akitaka kutoka, manake abadilike. Moja katika kubadilika ni tauba na istighfari na kurudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Si watu wa Nabii Nuh walikuwa katika ukame kweli kweli. Nuh akawaambiaje? Aliambiwa wasome sayansi watengeneze mawingu
ya kisayansi wapige bomu alafu maji yateremke? Aliwaambia faqultu astaghfiru rabbakum, fanyeni istighfari, msuluhiane na Mola wenu, innahu kana ghafara, yeye ni msamehevu. Mukibadilika mukatubia na mukafanya istighfari, yursilis samaa alaykum midraran, ataleta mvua nyingi, wayumdidukum bi amwalin wa banin, atakuzidisheni mali na watoto. Watu wabaya wakipewa watoto wanapewa watoto wabaya. Wanaweza kupewa watoto lakini watoto waliochakachuliwa, na mjinga huwa anaona tu amepata tu, lakini mtoto gani? Mwanamuziki, mmenguaji, haswali. Kwa hivyo Allah akisema anakuleteeni watoto kweli, sababu huenda watu hawa walikuwa wanazaa, sio kizazi kilisimama, walikuwa wanazaa, lakini Allah anawaahidi atawapa watoto ambao ni watoto kweli. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, atajalieni mabustani na mito isiyokauka. Wa yaj'al lakum anhara, kwa sababu hauitwi ni mto mpaka wewe unapitisha maji. Wa yaj'al lakum anhara, kwa hivyo kuna mito mingine sasa hivi ni makorongo na ilikuwa ni mito inapitisha maji. Kuna ardhi nyingine ndugu zangu zilikuwa ni chemchemu, yani maji muda wote, utegemei kama ardhi itafanya nini. Sasa hivi ni kame. Hata tunaambiwa, hata mwaka 2000 mimi nimekuja Morogoro, nilikuta baadhi ya michirizi ya mito. Unauliza ile michirizi mieupe ile ni nini? Kwa sababu mto ukiuona kwa mbali unaona ni kama mstari tu mdogo, lakini ni mto. Mifereji mikubwa ile inatiririsha maji kutoka juu kuleta chini. Nikaambiwa ile ni siku hizi mimi sioni hiyo kitu. Sio kama imeondoka hivi hivi. Wanadamu jamani wamekuwa wanaona tu kwa jicho la kisayansi tu, hawaoni kwa jicho la dini. Wanasema tu labda watu wamekata miti au wameharibu vyanzo vya maji, sawa, lakini huenda wangekuwa wanamcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wangekata miti na wangefanya harakati zao na mito ikabakia vile vile. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, angalia katika ukarimu wake, sio tu anakufinya kinyemela, anakuambia kabisa nitakufinya hapa kwa sababu hii. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Angalia sasa haya maneno nilosema yanakuja, yanaonekana kama yanaelezea ishu nyingine, lakini ina mahusiano. Kwa sababu gani? Yamekuja katika aya moja na haya tuliyosema. Allah anasema wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la, Allah akiwatakia watu wake jambo ama watu fulani jambo ubaya, fala maradda lahu, hakuna ambaye atarudisha. Yani ubaya anauleta Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hapa nataka kuashiria mahusiano ya sentensi na sentensi iliyotangulia. Ubaya ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anauleta unatokana na mabaya ambayo mumeyafanya yakaandikwa na malaika. Inatokana na mabaya yaliyosajiliwa, kwa sababu aya imetaja malaika ambao wanamhifadhi mwanadamu. Kwa nini? Kwa kumlinda na kuandika matendo yake. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah habadilishi yaliyoko kwa watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an, Allah akiwatakia watu ubaya, fala maradda lahu. Hii wa idha arada Allahu biqaumin su'an, Allah akiwatakia watu ubaya, inaashiria, inasema kwa lugha ya wazi kabisa kwamba shari zatoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Yani khairi na shari zote zatoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Lakini khairi za Allah na shari za Allah zikija kwa waja, zinakuja kwa njia ya uadilifu. Yani tukisema kwa uadilifu, yani si kwa kumdhulumu mwanadamu, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu. Kwa hivyo anamdhulumu mwanadamu, anamletea tu shari basi tu. Kwa hivyo hizi shari zinatoka kwa Allah, lakini hazimchafui Allah wasifu wake. Kwa sababu gani? Zinakuja kwa haki. Kwani kufungwa mtu aliyefanya mauaji ama na yeye akauliwa ni shari au sio shari?
Ni jambo baya, sio baya. Lakini yule mtawala ambaye anamwadhibu aliyeua kwa kumuua, amefanya ubaya, amefanya jambo zuri. Yani ule ubaya aliofanya ni ubaya kwa munasaba wa yule anayefanyiwa, lakini ni jambo zuri. Na hapo utaona wajihi wa kwa nini baadhi ya nyakati watu wa aqida ama adilla hazipendi kunasibishwa ubaya na Mwenyezi Mungu Jalla waala, sababu hata akikadiria kadari ya shari huwa ni kheri, huwa ni jambo zuri, huwa ni hikma. Kwa hivyo analeta shari kwa watu kwa uadilifu na kwa hikma. Kwa hikma maana yake nini? Kwa uadilifu, yani sio kwa dhulma. Na kwa hikma maana yake nini? Sio tu inapelekwa kiholela, inapelekwa mahala pake kabisa. Al-hakim, hakim ni yule ambaye kwamba alladhi yadh'u al-ashya fi alyaq mawadhiha, anayeweka vitu katika mahala ambapo pana ni sahihi zaidi. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu, Allah akiwatakia watu ubaya hakuna wa kuzuia. Jambo gani unajifunza lingine hapa? Zile shari zinazomwijia mwanadamu kwa sababu ya ubaya wake hazizuiliwi na utaalamu wa kisayansi. No. Manake mtu anaweza akaambiwa, bwana usile riba utapata matatizo. Nitapata matatizo, akafanya calculation zake akasema mimi nitasepa hapa, nitajizuia na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi, maradhi ni zina ikienea kwa watu, mafasha walam tafshi alfahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Katika maana hadithi, fahisha ikienea kwa watu mpaka wakaitangaza, haitokei hivyo illa ibtulu bil amrad, isipokuwa wataonjwa kwa maradhi ambayo lam takun fi aslafihim, hayakuwepo kwa wale waliopita kabla yao. Kama watu wakifanya hivi, wasitegemee kwamba utaalamu wao na sayansi zao na kinga zao na tahadhari zao zitawakinga na kile kilichosemwa kwamba kinawapata watu wabaya. Unajua, lazima ujiulize kwa nini Allah akasema hivi. Kwenye kila neno lazima ujiulize alisema hivi kufikisha ujumbe gani? Kwa sababu kuna watu katika binadamu wanapoambiwa jiepusheni na makasiriko ya Mwenyezi Mungu unapata mabalaa, wanafikiria kwamba wanaweza kukwepa mabalaa ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mabalaa ya Allah Jalla waala, ujanja wa kuyakwepa ni kukwepa zile sababu, yani mtu asifanye ubaya. Kwa hivyo Allah anasema, wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la, hakuna ambaye atazuia. Wama lahum min dunihi min wal, na wanadamu hawana kinyume na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla msimamizi, yani alwali, alwali au nasir. Huwa alladhi yurikumul barqa khawfa, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anakuonesheni albarqa, mmemeto ule mwanga mkali unaotoka katika mawingu, ndio unaitwa nini? Albarq, ama umeme ambao unaambatana na nini? Na radi. Albarq na radi vinaambatana pamoja, na wanasema huwa vinatokea kwa wakati mmoja, ila mwanga unasafiri kwa spidi kubwa zaidi na kuliko sauti yani. Na wanasayansi wamesema mpaka hivi sasa hakuna kitu ambacho wamekigundua kinachokwenda kwa spidi zaidi kuliko mwanga mpaka sasa hivi. Ndio maana hata wanapopigia mfano wa spidi ya vitu vinavyokwenda kwa spidi sana, wanasema yani wanapotaja time, labda hicho kitu kinakwenda kwa spidi hiyo spidi wakitaka kuifananisha, wanafananisha na nini? Na spidi ya mwanga ambayo ni kilomita 300,000
kwa sekunde moja. Kwa hivyo huwa tunaona mwanga katika wanini, ule mwanga mwanga ule na sauti vinatoka pamoja, lakini sisi tunaanza kuona mwanga. Alafu mtu akisikia radi ile radi, sauti ile ndio inaitwa radi, anashtuka, anajificha. Lakini kama ni wakupata na jambo, ungepata ile hatua ya kwanza, kwa sababu hiyo sauti inafika imechelewa. Na hii inaashiria yani mawingu yako mbali kidogo, kwa sababu sauti yake inachelewa kidogo. Sasa albarq, ule mwanga unapotokea huwa unatia watu hofu, na huwa ni bishara, kwa sababu ni alama ya kunyesha mvua, ambalo ni jambo la khairi. Ndio anasema huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tamaa, yeye ndiye ambaye anakuonesheni albarqa, ule mwanga ama umeme wa mawinguni, khawfan, katika hali ya hofu, inayokutieni hofu, wa tamaan, na matumaini. Wa yunshi'u as-sahaba thiqal, na Allah huanzisha, yani hayakuwepo, kisha anayaanzisha mawingu mazito, yani mawingu yenye mvua. Kisha akasema katika aya ya kwanza alitaja albarq, kisha akataja ra'di, akasema wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi, na ra'di huwa inamsabihi Mwenyezi Mungu, yusabbihu bihamdihi, maana ambayo ni maarufu katika tafsiri za ulama, yani alba'u ba'ul musahaba allati bimaana alma'iyya. Hiyo ba ina maana ya hiyo tasbihi inasuhubiana na alhamdulillah. Yani nikikwambia sabbih bihamdi rabbika, yani nakwambia sema subhanallah pamoja na alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika, yani msabihi Mwenyezi Mungu pamoja na hamdi, sema subhanallah walhamdulillah. Au yusabbihu bihamdi, anamsabihi Mwenyezi Mungu kwa kumsifu, kwa sababu ukisema Allah ni mkubwa, tasbihi maana yake nini? Kukanusha mapungufu na kasoro kwa Allah. Unaweza kukanusha mapungufu kwa kutaja sifa zake Allah. Sema Allah yani ni mkuu, yani si mdogo, ni muweza, yani si mwenye kushindwa, ni muadilifu, yani sio dhalim, sio. Lakini maana yenye nguvu ni msabihi Mwenyezi Mungu azza wa jalla pamoja na tasbih. Kwa hivyo ar-ra'di inamsabihi Mwenyezi Mungu na inamuhimidi, na haya matamko mawili ni matamko yanayo generalize, yanayokusanya kwa ujumla maana zote zilizokuja katika nyiradi zote. Yani nyiradi zina matamshi tofauti tofauti. Kwa mfano la ilaha illa Allah, hapana afadhali kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hiyo ni nini? Hiyo ni tasbih. Hiyo ni tasbih. Na ni tahmidi kadha, yani wao ukisema Mwenyezi Mungu azza jalla lam yalid, hiyo ni tasbih, umekanusha sifa mbaya. Wala yulad, sifa ya mapungufu, wala hakuzaliwa. La ya'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa, kama ilivyokuja katika aya, hashindwi na kitu chochote katika mbingu na ardhi. Hii ni nini? Hizi ni tasbih. Tahmidi ni kumpa sifa, manake hii umemsifu lakini kwa kukanusha sifa pungufu, na kuna kumsifu kwa kumthibitishia, kwa kuthibitisha kwake, kama vile kusema ni mkubwa, ni wajuu, ni mtukufu, anazungumza, maneno yake ni matukufu, matendo yake ni matukufu, matendo yake ni ya uadilifu. Mwenyezi Mungu azza jalla ni muumba, ni mzuri katika uumbaji wake, ni mzuri katika kadari zake. Unaona hapa unamsifu kwa kuadi sifa kwake, na kuna kumsifu kwa kukanusha kwake sifa za mapungufu. Ile ya kumsifu kwa kuadi sifa inaitwa himdi, na ile kumsifu kwa kukanusha sifa za mapungufu kwake inaitwa nini? Tasbih. Sawa. Ndio maana imekuja katika Qur'ani, waqalu takhadha ar-rahmanu waladan subhana, wamesema ar-rahmani amejifanyia mtoto, subhanallah. Au mtu akisema
Mwenyezi Mungu amezeeka bwana, anasemaga naudhu billahi min dhalika. Akisema tu tunasema subhanallah, subhanahu wa ta'ala, ametakasika, wa ta'ala, na yuko katika level ya juu, sio hiyo mnayoisema. Kwa hivyo adhkari zote zinarudi kwenye tasbihi na tahmidi. Ndio maana yani ukiambiwa fasabbih bihamdi rabbika, sasa hujaambiwa useme subhanallah walhamdulillah peke yake, ni subhanallah walhamdulillah pamoja na ndugu zao, Kwa hivyo yusabbihu ar-ra'du bihamdi, na tulisema wa in min shay'in, kwa mujibu wa aya, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, hakuna kitu chochote isipokuwa kina Muhammad kina msabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, kina msabihi Mwenyezi Mungu pamoja na tasbih, pamoja na tahmidi, walakin la tafqahuna, lakini nyinyi hamuelewi nini. Na hii inaashiria nini? Hii aya tuliigusa tulipokuwa tunataja sababu ya sura hii kuitwa ni suratul Ra'd. Tulikuwa tumetaja kwamba adhkari ni katika ibada zilizo tukufu sana. Adhkari, nyiradi, ni katika ibada tukufu sana. Fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihunahu bil-layli wan-nahari wa hum la yasamun. Unajua hii ni lugha ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, anaringishia viumbe wake wazuri, anawaringishia kwa viumbe wabaya. Amewaringishia kwa jambo gani hasa? Kwa jambo la uradi. Kama wanadamu watatakabar, falladhina inda rabbika, basi wale walioko kwa Allah, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yasamun, wanamsabihi Mwenyezi Mungu usiku na mchana wala hawachoki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu karingishia nini? Viumbe wenye kumsabihi. Na malaika pia waliringa na kitu gani? Kama hii lugha itasihi, wa nahnu nusabbihu bihamdika, na sisi Mwenyezi Mungu tunakusabihi. Yani huyu mwanadamu atafaa nini kutushinda sisi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ndugu zangu, katika dhikri kuna siri ya wema wa mtu na utukufu wa mwanadamu na utukufu wa kiumbe katika nini? Katika siri ya kumtaja Mwenyezi Mungu Jalla wala. Lakini yani ibada hii ambayo sio ngumu na ni rahisi, ndio wanadamu wamekuwa wavivu nayo. Hii ni kwa sababu shaitani amewazuilia, amewasahaulisha wanadamu, kwa sababu watapata thawabu nyingi sana kirahisi sana na mahala popote na wakati wowote, kwa sababu ibada ya dhikri haihitaji mazingira yoyote. Yani haikwazani na kazi, haikwazani na kufua na kupika na kutembea na kudrive, labda mtu akiwa khalatu basi, lakini katika hali zote. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema aje, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wanamdhukuru Allah wakiwa wamesimama wima, au wamesimama wanatembea, au wamekaa wanatembea, au wamekaa wanatembea. Ni kina nani hao? Wamekaa wanatembea ni watu, mtu anamekaa huko ana drive, au amelala anamsabihi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio ilikuwa hali ya watu wema waliopita. Yani mtu hawezi kusajiliwa katika listi ya watu wema alafu yeye ni mchache na kumdhukuru Allah kidogo. Achilia kutokumtaja, kumtaja kidogo ni alama ya unafiki. Wala yadhkuruna Allaha illa qalilan, wala hawamtaji Mwenyezi Mungu wanafiki isipokuwa kidogo. Je, asiyemtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kabisa? Kwa hivyo dhikri sio mahala pake, sio hapa baada ya swala tu. Dhikri ni time yoyote, hata ukiamka usiku unajigeuza, sema subhanallah walhamdulillah, au sema astaghfirullah, au sema Allahu akbar, taja, au sema la ilaha illallah.
taja dhikri yoyote, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Kila unapokumbuka juu ya maneno haya mtaje nani? Mtaje Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Na Allah katika aya hii akasema kwamba yani ar-ra'd, radi inamsabihi Mwenyezi Mungu jalla wa ala, wal malaikatu, na malaika, min khifatihi, yani min khashyatihi, kutokana na kumnyenyekea na kumhofia Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa hivyo dhikri anaipenda Allah inatakiwa iambatane na nini? Na taadhima na uoga na unyenyekevu. Min khifatihi. Wa yursilu sawa'iqa, na Allah hupeleka sawa'iq. Sawa'iq ni nyingi, moja yake inaitwa sa'iqa. Sawa'iq ni nini? Wanasema annaru almuhriqa allati ta'ti min as-sama, ni moto wenye kuunguza unaotoka, na wanachoni wengine wakasema ni moto unaunguza, moto unaotoka katika mawingu. Ni moto unaotoka katika nini? Mawingu. Na Qur'ani imetaja kwamba kuna watu waliadhibiwa kwa nini? Kwa sa'iqa. Moto umeteremka kutoka mawinguni ukawaunguza nani? Ukawaunguza watu. Wa yursilu sawa'iqa, na huleta adhabu ya moto kutoka mbinguni au mawinguni. Fayusibu biha man yasha, na akampata kwa hizo adhabu man yasha, amtakaye. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal, na hawa watu wanaopata na adhabu wanakuwa katika hali ya kumjadili Mwenyezi Mungu, yani wanatoa hoja dhidi ya hoja za Mwenyezi Mungu azza wa jalla, au wanajadili Mwenyezi Mungu, wanamjadili kwa ubaya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi, bwana Mwenyezi Mungu mbaya, Mwenyezi Mungu kadha na kadha, wanamkosoa na wanamtaja vibaya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Wa hum yujadiluna fillahi, na wao wanamjadili au wanazungumza kuhusu Mwenyezi Mungu jalla wa ala mazungumzo mabaya. Wa huwa shadidul mihal, yani wa huwa shadidul hawli wal quwwa. Hili neno almihal wametafsiri kuwa ni alhawli wal quwwa. Kiswahili nimeogopa, nimeona kama matamko ya Kiswahili si mazuri, isipokuwa tamko moja katika ambayo tumeona, wa huwa shadidul mihali wa huwa shadidul quwwa. Wametaja katika tafsiri wa huwa shadidul mihali wa huwa shadidul quwwa, naye ni mwenye nguvu. Kama vile ili neno wa huwa shadidul mihal, kama vile inaashiria mjadala wao ulikuwa unazungumza juu ya, unamtaja Mwenyezi Mungu kwa mapungufu. Unamtaja Mwenyezi Mungu, mjadala wao unamtaja Mwenyezi Mungu azza wa jalla kwamba anaweza kushindwa na jambo, anaweza kuzungukwa. Wa hum yujadil, anaweza asiwaadhibu. Labda watu wanajadiliana, Marekani hawezekani bwana, au fulani hawezekani, Mwenyezi Mungu mwenyewe amemshindwa. Umeona? Labda majadala kama haya ndio wanasema wa hum yujadiluna fillah, wanamjadili Mwenyezi Mungu jalla wa ala, au labda Mwenyezi Mungu hawawezi wao. Wa hum yujadiluna fillah wa huwa, na ilhali yeye shadidul mihal, ni mwenye nguvu na hila. Hadhi alkalima lam tu'jibuni, wa huwa shadidu almihal, yeye ni mwenye ahwali nyingi, sababu katika maana za la haula, yani hakuna kutoka kwenye hali moja kwenda katika hali nyingine. Katika tafsiri za la haula, yani mwanadamu hawezi kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine, wala quwwata, wala hana nguvu ya kufanya hivyo, illa billah, ila kwa hivyo tukisema wa huwa shadidul mihal, na yeye ni mwenye nguvu na ana hali nyingi, na yeye ni mwenye nguvu,
ana hali nyingi katika matendo yake, yani sio ana hali nyingi katika dhati, ana hali nyingi katika matendo yake. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi, na radi huwa inamsabihi Mwenyezi Mungu kwa sifa zake, au huwa inamsabihi Mwenyezi Mungu pamoja na kumhimidi. Wal malaikatu, na malaika humsabihi Mwenyezi Mungu pamoja na kumhimidi. Yani ar-ra'd na malaika vinamsabihi Mwenyezi Mungu na vinamhimidi, sio min khifati, kutokana na kumuogopa, au min khifati, katika hali ya kumuogopa. Wa yursilu sawa'iqa, na Mwenyezi Mungu hupeleka adhabu. Lakini tumesema adhabu ya nini? Annaru al-nazila minas sama, moto unaoteremka kutoka mbinguni. Mbinguni au mawinguni? Mbinguni ni juu, au mawinguni, yani huo moto unatoka mawinguni, kama vile moto wa radi. Radi wakati mwingine si zinaunguza? Yes, hiyo ni sa'iqa. Kwa hivyo tunatafsiri, tunasema mbinguni au mawinguni. Neno mbinguni liko general, au mawinguni limeainisha sehemu maalum. Fayusibu biha man yasha, kwa mfano radi ikiteremka ikaunguza mahala, huwa sio imetokea tu. Fayusibu biha man yasha, huyo ndiye aliyetakiwa na Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Wa hum yujadiluna fillah, na hawa watu wa makafiri wanamjadili Mwenyezi Mungu, wanamdiskasi Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Wa huwa shadidul mihal, na yeye ni mkali, yani ni mkali wa nguvu na adhabu. Wa huwa shadidul mihal. Alafu akasema lahu da'watul haqq. Ma maana da'wa? Yeye ni mwenye da'wa ya haki. Neno da'wa hapa ni pana. Al-ibadatu fil Qur'ani tusamma ad-du'a, tusamma ad-da'wa. Ibada inaitwa nini? Ni ad-da'wa katika lugha ya Qur'an. Kadhalika dua inaitwa nini? Ni da'wa. Kadhalika ile ya kuita watu kwa Mungu kinaitwa nini? Ni da'wa. Allah ndiye mwenye da'wa ya haki, yani ndiye, kama ukisema kwa maana ya kuabudiwa, ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki, ndiye ambaye akiabudiwa basi hiyo ibada inakuwa ni haki, ndiye ambaye akiombwa huko kuombwa inakuwa ni haki, ndiye ambaye ukilingania kuita watu kwake yeye, huo wito unakuwa ni wito wa haki. Lahu da'watul haqq. Na maana zote zinaingia katika aya, japokuwa maneno yanayofuatia kama yanaashiria, yani dhahiri yake kama yamesapoti zaidi ile maana ya nini, ya ad-du'a. Walladhina yad'una min dunihi, na wale ambao wanaomba kinyume na Allah, la yastajibuna lahum bishay'in, hao wanaoombwa hawawezi kuwajibu na kuwaitikia waombaji kwa kitu chochote. La yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffaihi ila alma'i. Huu ni mfano wa muombaji, ila huyu muombaji mfano wake ni kama mtu aliyenyosha mikono, anayenyosha mikono kwenye maji. Hayo maji liyablugha fahu, ili yafike mdomoni. Wama huwa bibalighina, hayo maji hayawezi kufika mdomoni. Yani mtu ana kiu alafu ananyosha mkono kwenye maji, sio anamuomba mtu anaweza kumpatia, amenyosha mkono kwenye maji ili maji vile anavyoyabembeleza yafike mdomoni. Ni mfano wa watu ambao wananyenyekea na wanaomba mizimu, wanaomba kitu chochote ambacho sio Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wanategemea kitu chochote ambacho sio nani? Sio Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Hayo maombi yao ni maombi ya batili na hawawezi kujibiwa.
Ni maombi ya batili kwa sababu wanayemuomba hafai kuombwa. Ni maombi ya batili kwa sababu hayana matokeo yoyote. Ni batili hiyo, si haki. Sababu kupoteza nguvu bure si nini? Si haki, na kufanya jambo lisilokuwa na manufaa. Ambaye akiombwa au akiabudiwa maombi yake yana athari, na kuabudiwa kwake kuna nini? Kuna athari, ni Allah peke yake. Lahu da'watul haq, Allah ni mwenye ibada na dua na da'wa ya haki. Maneno yote matatu Allah ni mwenye ibada ya haki na dua ya haki na kulinganiwa kwa haki. Walladhina yad'una min duni, na wale wanaoabudu. Ili neno yad'una min duni ili liko moja kwa moja linataja nini? Kuomba na ibada, na wale wanaoomba na kuabudu. Kama ile aya inasema wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, usiombe pamoja na Allah na usiabudu pamoja na Allah. Ina maana hiyo. Kwa hivyo na hii moja inaitwa ni duaul ibada, hii nyingine inaitwa duau almas'ala. Hii ni duau almas'ala, na kama unaabudu ni duaul ibada, ni dua ya kuabudu. Yani ukiabudu unaomba, sababu anayeabudu anataka kitu. Kwa hivyo walladhina yad'una min duni, na wale ambao wanaomba au kuabudu, wao wanaomba na kuabudu kinyume na Allah, la yastajibuna lahum bi shay'in, hawawezi kuwajibu kwa kitu chochote, illa kabasiti kaffaihi ila alma'i. Wanaweza wakasema washirikina, kaburi fulani bwana la wali fulani Manaswara nao wana mawali wao. Mesikia kuna kaburi moja Iringa la mtawa mmoja, walikuwa nani, watu wanaenda wanaitana, ukichukua mchanga wake sio ukenda ukaomba pale, kama hujapata mtoto unapata. Watu wa mizimu nao wanaweza wakasema hivyo hivyo. Masufi nao wanaweza wakasema tumeomba kadha kwenye kaburi muda mrefu, lakini nilipoenda kwenye kaburi la wali nikapata kadha. Wanaita mawali. Na ni nani aliyokuambia kwamba yani ukakata maneno? Ni nani aliyokuambia kauli ya kukata kwamba fulani ni wali? Nani amekwambia? Sababu wali, kusema fulani ni wali ni kumtakasa na kumpa credit mtu za kwamba ni mtu mwema mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na Allah anasema fala tuzaku anfusakum, msizitakase nafsi zenu. Hii nafsi zenu yani wewe mwenyewe usijitakase, na nafsi zenu, lugha hii nafsi zenu yani wewe, nafsi ya mwenzio ni nafsi yako, kwa sababu yeye ni binadamu na wewe ni binadamu, ni ndugu yako. Wewe ni kama yeye na yeye ni kama wewe. Kwa hivyo fala tuzaku anfusakum, msizitakase nafsi zenu. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah peke yake ndiye anayemjua mcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunaruhusiwa kusema kwa kudhania, fulani namdhania ni kwa khairi, lakini masufi wanakataga maneno fulani ni wali, fulani ni mtukufu. Alafu kama ni mtukufu unaenda kuomba katika kaburi lake. Hapa nukta nataka kuisema ni kwamba wanaweza wakadai tumepata kadha na kadha, ni Allah tu amewatahini, sababu ukijiingiza katika mtihani utatahiniwa. Moja katika mifano ya sura ya mtu kupata chochote katika njia ya batili ni kama vile mtu afanye ushirikina alafu anaomba mali. Shaitani kwa nini asiibe mali aje akupe ili wewe unogewe na ibada ya nani? Ya kumwabudu asiyekuwa Allah. Ili wewe uamini na kwamba hii ni nini, hii batili nini? Ni haki. Na hiyo mifano ipo. Na itatokea katika mitihani ya mwisho kabla ya kiyama. Atatokea mtu mmoja anaitwa Masihi Dajjal, atadai uungu. Angalia, atadai uungu na ataamrisha mvua itanyesha na mimea imee istawi, lakini Allah amemleta kama mtihani. Kwani
Sisi hatujui kwamba uchawi ni batili, lakini uchawi una maajabu. Uchawi una nguvu fulani, hatujui hivyo. Uchawi unaweza kuleta wateja, hatujui hivyo. Tunajua. Na wewe unapofanya jambo la batili usitoe hoja kwamba ni haki, kwa sababu kama ingelikuwa ukiomba unapewa, yani kila unapoomba unapewa, yani kila unapofanya maombi au unapofanya matendo ukapata, hiyo ni dalili kwamba jambo hilo ni haki, basi wachawi wako katika haki. Si ndio? Kwani hatujui kwamba kuna watu wanapata mali kwa njia za kichawi? Ni haki? Sio haki. Na wewe unaweza kwenda kuomba mzimu ukapata mtoto, sio dalili kwamba ni haki. Au kwenda kuomba katika kabri la wali unayemdai kwamba ni wali, au ni wali kweli? Wali ambaye tunaweza kukata kuwa ni wali ni nani? Kwa mfano, wale ambao dalili imekata, kama mitume mawali, dalili zimekata, yani kwa hiyo sio sisi tumempa wali, ni dalili zimefanya nini? Zimesema. Na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mawali, dalili zimefanya nini? Zimewataja kwa renki hiyo. Allah anasema radhiyallahu anhum wa radu anhu, na nyinyi wafateni wao, bila shaka ni mawali. Na ndio maana katika sifa za Abu Bakar tunasema Abu Bakar ni Siddiq. Nini maana Siddiq, Sheikh? Amefikia katika level ya juu ya uchamungu. Hii as-Siddiq ni level faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqin. Yani ukitoka manabii wanaofuatia kwa renki ni as-siddiqina washuhada wasalihun. Kwa wako ambao walitajwa, kwa mfano Abubakar al-Bashiri wa pepo, lakini hawa, yani hoja yetu hapa ni nini? Unaweza ukamwomba wali kweli na shaitani sio wali anakupa, wala shaitani au Allah anakupa mtihani, anakupa hicho ulichoomba, sio dalili kwamba hiyo ni nini? Ni haki. Uislamu unathibitisha makarama katika Qur'an na katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna makarama ya kishaitani. Katika makarama ya kishaitani ni mtu kupata mali kwa njia za batili za kichawi, ni makarama ya nini? Ya kishaitani. Au akapona mgonjwa. Hata katika makarama ya kishaitani yale yanayotokea, matokeo ya Al-Badri, watu wanafanya makorokoro, wanamuua mtu, makarama ya kishaitani hayo matokeo sio dalili kwamba hii ni nini? Kwamba hii ni haki. Unajua kuna watu wengine wanaangalia hiyo sura hiyo, waweza kaangalia wale wanaoabudu ng'ombe wakasema mbona karibia wote bwana wengi, yani karibia wote wamekuwa ni matajiri, jumba lao. Na watu wa batili ndio, ya rahmakallah, watu wa batili ndio huhangaika na nini? Na dhahiri. Panaweza kupambwa kwa hapa mbele ya nani kwenye mihrabu yao dhahabu tupu, na kiongozi wao anakuwa amewekwa katika hadhi, amepewa maisha ya juu. Dhiafu al-uqul, watu wenye akili dhaifu wanadanganyika na nini? Na ile mandhari. Hiyo sio dalili ya haki. Hiyo sio dalili ya nini? Hiyo sio dalili ya haki. Kwa hivyo la yastajibuna lahum bi shay'in, hawa wanaoomba hawawezi kuwajibu chochote. Swali, je, tunaweza kusema mtu akifanya mambo maovu amepewa na Mwenyezi Mungu? Yes, amepewa na Mwenyezi Mungu. Lakini amepewa na Mwenyezi Mungu katika hali ya nini? Katika hali ya mtihani. Watu usipate tabu kwamba unaogopa kusema amepewa na Mwenyezi Mungu. Anapouliwa mtu nani kaidhinisha? Ni Allah. Anaporogwa mtu nani kaidhinisha? Allah. Yeye ameingia katika anga za kutahiniwa, akaenda akatafuta mali kishirikina akapata, akapewa na nani? Hajapewa na hicho anachokiomba na kukiabudu. Kwa sababu Allah amesema la yastajibuna lahum bi shay'in, hana chochote cha kukupa. Wewe huoni huyo mganga anasema anakupa mali, anataka umletee tena uje ufanye nani, si anatakaga nini ile?
sijui kichimba dawa, sijui kinini, si wanatakaga au unaenda kutaka mali alafu utoe malipo fulani. Kama yeye ana uwezo, si ajipe tu moja kwa moja. La yastajibuna lahum bi shay'in, hawawezi kuajibu chochote. Illa kabasiti kaffaihi ila alma'i, ila ni kama aliyenyosha mikono kwenye maji. Liyablugha fahu, ili maji yafike katika mdomo wake. Wama huwa bibalighi. Mfano huu unalenga kwenye nukta gani? Kwenye nukta ya matokeo. Yani kama ambavyo maji hayafiki mdomoni, ndivyo ambavyo yule anayeomba nani kisichokuwa Allah jalla wala hafikiwi na kile, hapati kutoka kwa kile anachokiomba kitu chochote. La yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasiti, isipokuwa kama aliyenyosha mikono, kabasiti kaffai ila alma, kama aliyenyosha mikono yake kwenye maji. Liyablugha fahu, ili maji yafike katika mdomo wake. Wama huwa bibalighi, na hayo maji si yenye kufika. Wama duaul kafirina illa fi dalal, hayakuwa maombi ya makafiri illa fi dalal. Kwa nini yani hakusema hazikuwa dua zao? Maana ilikuwa anaweza kusema na hazikuwa dua zao isipokuwa katika upotevu. Kwa nini kwenye dhamiri kaweka jina hazikuwa dua za makafiri, ili kutafsiri kwamba hilo tendo la kumuomba asiyekuwa Allah ni kufuru. Kwenda kuomba mizimu ni kufuru, kuwaomba mawali ni kufuru, na Allah huomba peke yake. Iko kwenye aya hii. Nani ameona kipengele kinachosema Allah ni wa kuombwa peke yake kwenye aya hii? Lahu da'watul haq, ni ya kwake da'wa ya haki. Je, imefunga kwamba maombi ni kwa Allah peke yake? Imefunga kitu gani? Kimefunga, imefunga aya. Angesema da'watul haqi lahu, dawa ya haki ni ya Allah, ingelikuwa ni ya Allah na inajuzu na mwingine anayo. Lakini akisema lahu, taqdimu aljar wal majrur yufidu alhasr, kama vile lahu mulku samawati, ni wake ufalme wa mbingu na ardhi, yani ni wake peke yake. Ni tofauti na mulku samawati wal ardhi lahu, ni tofauti na hiyo. Kwa hivyo hii imesema lahu da'watul haq, yani lahu wahdahu da'watul haq. Wama duaul kafirina illa fi dalal, hazikuwa dua na ibada za makafiri isipokuwa katika upotevu. Katika upotevu, yani huo ni upotevu, au fi dalali ni yani zimepotea patupu. Walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha. Alipotaja shirki ya wale ambao wanaomba kinyume na Allah, kwamba maombi yao na ibada zao ziko katika upotevu, akarudi kuthibitisha kwamba yani tauhidi ni njia ya viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'a. Hii inaashiria kwamba tuliposema lahu da'watul haq, iliingia dua na ibada kama vile sijida, japokuwa yale maneno yaliyokuja yaliashiria ishara ya maombi, ishara ya maombi kwa wazi, lakini pia yaliashiria ishara ya ibada kwa lugha isiyokuwa ya wazi, kwa sababu neno yad'una lina maana ya kuabudu. Lakini hapa imetaja mfano wa tendo kabisa, walillahi yasjudu, yani wanamsujudia viumbe, vinamsujudia Allah peke yake. Maana yake hiyo inawaponda wale ambao wanamsujudia asiyekuwa nani? Allah. Kwa hivyo hilo neno lahu da'watul haq, hiyo da'wa ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha ibada kadhalika, yani lahu ibadatul haq. Walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi, na Allah peke yake, na kwa ajili ya Allah peke yake. Na hiyo inafunga kuliko kusema yasjudu lillahi man fi samawati, lakini imesema lillahi yasjudu, kwa Allah peke yake vinasujudu
man fi samawati wal ardi, vilivyomo katika mbingu, vote vilivyomo katika mbingu na ardhi, taw'an wa karha. Sasa vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, mtu atauliza mbona makafiri wamekataa? Allah akasema taw'an wa karha. Yani aliyetaka kusujudu amesujudu na aliyekataa kusujudu amesujudu. Unasujudu, lakini aliyetaka anapata thawabu katika sijida yake, na yule ambaye amesujudu karhan, kwa kulazimishwa, hapati thawabu. Kama sadaka, anayetoa kwa ajili ya Allah anapata, na ambaye hatoi kwa ajili ya Allah anatoa kwa lazima, hapati thawabu. Kivipi? Allah anachukua mali yake anailetea majanga, au anamuelekeza kutoa katika batili, hapati thawabu. Kwa hiyo ni sawa na kusema wanatoa watu watake, yani wenye mali watake wasitake, wanatoa, lazima wanatoa. Wanatoa kwa hiari, ambako ndio maana wanapata thawabu, na kule ambako hawapati thawabu wametoa kwa kutenzwa nguvu, ima imeharibika au ametoa mwenyewe lakini ametenzwa nguvu, kama adhabu, yani kwamba mali ile ambayo hakutoa katika njia za haki, na kanuni inasema kwamba kila mwenye nacho lazima anatoa. Hata yule unasikia bakhili, sio bakhili, ni bakhili tu kutoa katika kheri, bakhili kusaidia ndugu, bakhili kupeleka msaada mahala sahihi, lakini anatoa. Wewe fuatilia tu, kuna mahala anatoa, ima anahonga wanawake au anatoa nani, anatoa kwenye timu ya mpira, au anaenda kupeleka, kuna katoto fulani kamezaliwa, hatusemi ni katoto kaovu, lakini baba yake na mama yake waovu, unapeleka hela. Kuna watu wana matibabu, wanataka matibabu ya hela ndogo tu ya operation, labda ya elfu, yani ya milioni 2, milioni 3, milioni 5. Wewe unaenda kupeleka, kuna katoto kamezaliwa, unaenda kupeleka hela. Hawa watu wametenzwa nguvu na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wallahi wa billahi, usipotoa katika khairi utatoa katika shari. Nani atuoneshe ile aya, watabau ma tatlu shayatin? Ma tatlu shayatin, wattabau ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman. Hiyo aya inasema walifuata yale masomo wanayosomewa na mashaitani, au walifuata yale yanayofuatwa na mashaitani, kwa sababu atilawa bimaana alqiraa au bimaana almutabaa. Wakafuata yale yanayofuata na mashaitani, au wakafuata yale wanayosomewa na mashaitani, vyovyote itakapokuwa wamefuata shaitani. Wanasema hiyo aya imekuja ikisema kwamba hawa watu walifuata mambo ya kichawi na wakafuata miongozo ya kishaitani baada ya kuacha miongozo ya haki. Yani tuliposema usipotoa katika haki utatoa katika batili, usipomwabudu Allah utaabudu shetani. Hakuna eti kwamba kuna mtu aabudu Allah alafu yuko hivi hivi, lazima utakuwa na irizi, utakuwa na nini, utakuwa na matambiko. Kwa hivyo kama wewe unataka usiende kubaya, nenda kuzuri. Usipoenda kuzuri lazima utaenda kubaya, hautakaa mahala unaelea hapa. Wanasema ulama, aya hii imekuja baada ya aya ya nyuma yake. Hebu isome, walamma ja'ahum rasulun min indillah, walipoijiwa na mtume kutoka kwa Allah. Hii ni aya ngapi? Ya 101 101 katika surati Al-Baqara. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, walipoijiwa na mtume anayetoka kwa Allah, musaddiqun lima ma'ahum, ambaye yale alionayo yanafanana na yale walionayo katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo amekuja na jambo ambalo ushahidi huko mikononi mwao kwamba hilo alikuja nalo mtume ni haki na huyu ni mtume, kwa sababu yamekopu kati ya yale alikuja nayo mtume na yale ambayo wao wanayo. Kwa mfano, yani Bani Israil wameijiwa na nabii
wamejua na Nabii Isa, na huku katika mikono yao wanacho kitabu cha Taurati. Kitabu cha Taurati kinawaongoza na kinawapa ishara zote kwamba huyu ni nabii wa Mwenyezi Mungu, na Injili alokuja nayo ni kutoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa hivyo wana ushahidi kwamba Nabii Isa ni nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo wakamkufuru baada ya kuwa wanamjua. Hapa makusudio yake ni mtu kukataa haki baada ya kuwa anaijua. Walamma jaahum rasulun min indillah, walipoijua na mtume atokaye kwa Allah, musaddiqun lima ma'ahum, anayesadikisha yale walionayo. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba, wakatupilia mbali kundi baadhi, yani katika ahlul kitabi wakatupa nini? Kitaba Allah, wakatupa kitabu cha Mwenyezi Mungu, waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao. Kanahum la ya'lamuna, kama vile hawajui, yani wanajua lakini hiyo haki wanaikataa kama vile hawaijui. Kama haya manani wasanii hawa na mambo yao ya batili wanavyoyapembejea kama vile hawajui kama ni batili, paka wanayanasibisha wakati mwingine na dini. Hawa mashekhe ambao wanawasapoti wasanii, maanake kulingania wasanii na kuonesha unasapoti jambo lao ni vitu viwili tofauti. Ukienda katika sherehe yao ambayo imekaa kwa unwani yao, na wewe ukaenda katika hali ya kufurahia furaha yao na kufurahia mazingira yao, na wewe ukaenda na mke wako naye akajiparapara akafanana na wao, na wewe ukawa na uko kwenye shamra za jambo lao, hapa umewalingania au hapa umeenda kuonesha kama vile hakuna noma bana kwenye haya mambo walionayo, au sio? Nataka kujificha tu kwamba unalingania. Sheria imekataza kuhudhuria katika hadhara za batili. Na mimi huwa nawaambia hivi watu wanaosemaga nyie mashehe mnatuchanganya, yani hatujui ni shekhe gani tumfuate, ni upi tumwache. Watu wanaona yani Allah amejalia mtu wa batili. Sizungumzii mtu mwenye kukosea jambo moja mbili tatu, anaweza kukosea mtu yoyote, lakini batili, yani msimamo wake ni wa nini? Ni wa batili. Lazima mtu mwenye msimamo wa batili ana alama zinazomtangaza kwamba yeye ni mtu wa batili. Inakuwaje shekhe katika aende kwenye hafla ya wasanii, aende na mkewe aende na kamtandio hakajafungwa, kanateleza yani kama vile kameteleza bahati mbaya, lakini si bahati mbaya, kwa sababu umekitafuta kimtandio kidogo kinateleza na nywele zimetengenezwa, kwa hivyo kinateleza kinarudishwa kiaina. Wewe umeenda na mke wako hana stara, unawalinganiaje wavae stara? Zile aya zinazosema wala yubdina zinatahunna, wanawake wasidhihirishe mapambo yao. Mke wako ameupara, umeenda naye kwenye hiyo hafla, ameupara. Kwani hilo jambo ni sawa katika dini? Kwani hilo jambo lina ikhtilafu katika dini, kwamba mwanamke akiupara aonekane tu na mumewe na ndugu zake ambao hawezi kumuoa, si ndio? Maharimu wake. Hilo jambo kwani lina utata katika dini? Amuoni kama mashehe wenu ni wababaishaji, na hiyo ni alama ya ubabaishaji? Hapa anaenda kulingania hapa. Sichanganye bana nani kulingania na nani. Kuna mahala unaenda, kwanza kanuni ya dawa inasema ukienda kwenye munkari ukataze pale pale. Kama uwezi kukataza, sio useme nitakataza siku nyingine. Sio uende ukae na walevi wa pombe useme ninawavuta nitawakataza siku nyingine. Yani ukienda kwenye hadhara kuna pombe ukataa, yani kanuni inakwambia kataza pale pale. Kama uwezi kukataza pale pale, usiende. Menda mahala hakuna stara, kataza pale pale. Ibilisi bwana yuko pambia sana watu. Sijui tumekwendaje huko. Walamma jaahum rasulun min indillah, tulikuwa tuko kwenye nukta kaannahum la ya'lamuna, wakafata batili kama vile hawajui. Ulama wanasema
watu hawa walipoacha mwongozo hali ya kuwa wanajua, wakafanya kama vile hawajui, ndio ikaja hii aya ya mbele, watabau ma tatlu shayatin. Kwa sababu wameacha haki, obvious wakaangukia katika batili. Nimeona katika sherehe ya ulama wakichanganua na kupanua maneno haya, ukiacha kutoka katika haki utatoka katika batili. Usipokuwa mpenzi wa haki utakuwa mpenzi wa batili. Usipokuwa mpenzi wa Qur'ani utakuwa mpenzi wa muziki. Na ndio maana music imeharamishwa, kwa sababu ya music iko opposite na nini? Na Qur'ani. Wa minan nasi man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillah. Kuna katika watu ambao wana yashtari huna yakhtaruna, wanapendelea na wanachagua hii lahwa alhadith, mazungumzo ya pumbao. Ulama nani, Ibn Abbas ndo amesema kama sio music ndio inaitwa mazungumzo ya mapumbao, itakuwa nini sasa mazungumzo ya mapumbao kama si hii? Na hawa wasanii wametaja katika Qur'ani kwamba wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, wanasema yale ambayo hawayafanyi. Ukimuita kwenye msiba kama wale watu wanakodishagwa mjini kwenda ni kuomboleza, anaweza akaimba wimbo wa huzuni kweli kweli, wala hayuko huko. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, washairi wanafuatwa na watu, yani wafuasi wao na followers wao ni al-ghawun, watu waliopotea. Sijanganyika na mafollowers wengi. Wafollowers wengi wanakufollow kwa jambo gani? Washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, al-ghawun, watu waliopotea wasiokuwa na mwelekeo wa dini, ndio mafollowers wako wengi. Washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun wa annahum alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Si unawaona wana katika kila anga wamo tu, kwenye mapenzi wamo, si kwenye huzuni wamo, kwenye kila kitu wao wanaimba, kwenye kila jambo likitokea wanatunga mashairi tu, wanatunga mistari. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna, na wanafanya yale, wanasema yale wasioyafanya. Kina nani hawa kama sio wasanii wanaotaja katika aya hii? Wewe unadhani hapa wanaosema hapa ni watu wanaotunga mashairi ya busara? Mashairi ya busara si yanakubalika? Wanaotunga mistari hii ambayo yattabi'uhumul ghawun. Na hapa Qur'ani imetaja, angalia mafollowers, yani katika alama za kujua batili, angalia washabiki wake ni kina nani. Washabiki wa music ni kina nani jamani? Watu wajinga tu. Tulikuwa katika aya gani katika sura Ar-Ra'd? Naam. Aya 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, na kwa ajili ya Allah vinasujudu vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, taw'an, kwa kutii, wa karhan, au kwa kutenzwa nguvu, remoted yani. Ndio tukatoa mifano sasa ya wale wasiomtii Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa hiari, wanamtii kwa lazima. Katika hizo maana ni zile nature zao ambazo haziwezi kukhalifu kanuni ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala,
atasikia njaa, atasikia kiu, atahitaji mtoto, atahitaji mke, sio? Ataota ndevu, ataota mvi, uso utasinyaa tu, kuzeeka atazeeka tu, kujikunja kama amepewa umri atajikunja tu. Yote hayo ni yani, hii ni dalili. Tunasema hivi, tunatengeneza sentensi, tunasema hivi: kama ambavyo umeona hauna khiari katika haya, basi hicho tumia kama ni kipimo, kwamba bwana wewe usiseme bwana haya ni maisha yangu nafanya nitakavyo. Kama ni maisha yako unafanya utakavyo, usile. Taka usile, taka usinywe, taka usizeke, taka usipinde, taka usiugue. Kama unaugua, unazeeka, unasikia kiu, unaenda haja, na hizo ni kanuni ambazo Allah azza wa jalla ameziweka za commanding, basi hizo kanuni zikufundishe kwamba kwenye yale mengine unaona una khiari. Hauna khiari bwana, hauna nini? Hauna khiari. Kama mtu anataka kutoka kwenye mamlaka ya Mwenyezi Mungu, asile chakula chake. Kuna mtu mwingine anatoka asubuhi, anakimbilia kwenye shamba lake, shamba la Mungu, ardhi ya Mungu, mbegu anapanda za nani? Za Mungu. Eti yuko busy, amedharau ibada kwa sababu anaenda kwenye utafutaji. Hayo maji unayomwagilia shamba lako, maji ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na unataka Allah alete mvua, na unataka, yani huyu mtu mjinga shekhi. Hata mnyama anamheshimu yule ambaye anampa nini? Chakula, au sio jamani? Yule mbwa mkali sana, mbwa mwitu yule anayempa chakula anaweza kumng'ata. Hata umpige shekhi, umpige, anakuja mkia, anainama chini. Kwa hivyo mnyama amejua zaidi yule amnemtendea ihsani kuliko wewe mwanadamu. Wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wama arrahman, wakiambiwa msujudeni arrahmani wanasema arrahmani nani bwana? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu azza jalla anasema qul man rabbus samawati wal ardi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Allah peke yake vinamsujudia vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, tawan, katika hali ya kutii, yani kwa khiari, wa karhan, na bila ya khiari, wa dhilaluhum. Akataja mfano hapa wa kivuli, wa dhilaluhum, na vivuli vyao, bilghuduwi wal aswali, asubuhi na jioni. Vivuli vinatembea, sio wanavitembeza wao, vivuli vinaenda kwa kadari ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hiyo ni ishara kwamba mwanadamu yani hayuko katika khiari. Tumalizie aya inayofuata, iwe ya mwisho katika darasa yetu. Qul man rabbu, katika aya za tauhidi. Qul man rabbus samawati wal ardi, qulillah, waambie ni nani ambaye ni Bwana mlezi. Ar-Rabbu ni Bwana mlezi wa mbingu na ardhi. Qulillah, waambie ni Allah. Na hata wao makafiri wakiulizwa ni nani Bwana wa mbingu na ardhi, wanasema Allah. Wanakubali tauhidur rububiyya. Tauhidi gani wanayokataa? Kwamba Allah ni muabudiwa. Aha, haiwezekani mtu akakikataa kitu kimoja na akakikubali kimoja. Maana yake hizi ni tauhidi ngapi? Ile kukubali kwamba Allah ametenda matendo haya peke yake, ameumba peke yake, ameruzuku peke yake, peke yake ndiye hupeana uhai, peke yake unyang'anya uhai. Hii ni tauhidi au sio tauhidi? Huu ni upekee wa Mwenyezi Mungu au sio upekee? Na ile kwamba Allah ni wa kuumbwa peke yake ni tauhidi au sio tauhidi? Wameikubali ile, wameikataa hii. Hizi ni tauhidi ngapi? Wanasema hakuna vigawanyo vya tauhidi. Nani amekwambia bwana? Vigawanyo vya tauhidi vipo. Na hiyo ni dalili kwamba nyinyi hamsomi tauhidi na nyinyi hamjui tauhidi. Kwa sababu jambo linaweza likawepo obvious tu, japokuwa halijafanya nini? Halijatajwa. Kuna tendo katika swala ukiacha sala haiharibiki. Kuna tendo ukiacha sala inafanya nini? Inaharibika. Aha.
hili ni wajibu, hili sio wajibu. Lakini hiyo lugha hii ni wajibu, hii sio wajibu, haikutajwa wazi, au sio? Kuna tendo katika udhu ukilifanya, ukiliacha udhu hausihi. Kwa mfano kuosha uso. Lakini kupaka masikio au kusukutua, mtu akiacha kusukutua udhu wake unasihi. Akiacha kupiga mswaki udhu wake unasihi. Aha, kumbe hili ni wajibu, hili sio wajibu. Ni vigawanyo au sio vigawanyo? Tauhidi ina vigawanyo. Na ukisema kugawanya tauhidi kwa sababu imeonekana kwenye vitabu ni bid'a, basi itakuwa na vile vigawanyo kwamba sala ina arkan na ina wajibat na ina sunan, hivyo pia vitakuwa ni bid'a, kwa sababu hakuna hadithi imegawa swala namna hiyo. Bali adilla hazikusema hii ni wajib, hii ni mustahab. Katika mafundisho mengi haikusema, lakini ulama wamesema hii ni wajib. Kwa hivyo vitu vinajigawanya vyenyewe. Kwa hivyo tauhidur rububiyya, hapa Mwenyezi Mungu Azza Jalla anataja tauhidur rububiyya ambayo makafiri wanaikiri. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah, waambie ni nani rabbus samawati, ambaye ni Bwana mlezi wa mbingu na ardhi, waambie ni Allah. Qul, waambie. Hapa tunajifunza katika aya hii kwamba unapotaka kujenga hoja kwenye nukta ambayo mnashindana, tumia vile vipengele mnavyokubaliana ili umlazimishe hoja yule anayekataa haki kupitia ile hoja anayokubali, hiyo uitumie kama mtaji wa kuikubali ile anayoikataa. Wao wamekubali kwamba Allah ndiye muumba, Allah ndiye mlezi, Allah ndiye mkuu, Allah ndiyo kadha. Anawaambia sasa ndio mbona mmejifanyia waabudiwa wengine, mnawatukuza na mnawaabudu mkamwacha huyu Allah? Waambie ni nani Bwana wa mbingu na ardhi? Qulillah, waambie ni Allah. Qul afatakhadhtum min dunihi awliyaa, waambie mbona mmejifanyia kinyume na Allah wasimamizi na miungu, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, ambao hawamiliki kwa nafsi zao manufaa wala madhara. Hili neno linatilia mkazo yale niliyoyasema, au niseme kwa Kiswahili cha kwetu, male niliyoyasema yale, kwamba mtu akipata katika njia za kishirikina sio amepewa na shaitani, hana cha kumpa, kwa sababu Allah anasema la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, hawamiliki kwa ajili ya nafsi zao manufaa wala madhara. Akasema qul hal yastawi al-a'ma wal basir, je, unaweza kusema wako sawa anayeona na asiyeona, ambaye haoni na ambaye anaona? Huu ni mfano wa nani? Asiyeona ni kafiri na anayeona ni mu'min. Am hal tastawi dhulumatu wa nur, je, giza na nuru vinafanana? Giza ni ukafiri na nuru ni imani. Na ndio maana unaona kuna jambo la wazi kabisa la batili kafiri halioni, kama wanaabudu ng'ombe, wako gizani. Mu'min anaona hiki akifai kuabudiwa. Kwa hivyo imani ni nuru na ukafiri na ni giza. Amja'alu lillahi shuraka, hivi wamemjalia Mwenyezi Mungu Azza Jalla anawashirika. Khalaqu ka khalqihi, hao washirika wameumba kama vile uumbaji wa Allah. Fatashabaha alkhalqu alaihim, yani nyinyi simlikubali Allah kwamba ni muumba na hawa hawaumbi. Mbona mmemwacha muumba mnamwabudu na kumwomba ambaye si muumba? Au bwana mnaudhuru yule muumba wa haki ameumba na hawa waumba wa batili wameumba, hata kama ni miungu fake, hata kama ni viumbe fake. Kwa hivyo bwana mmepewa udhuru, mmechanganyikiwa, mmesema bwana, kwa mfano mtu alete bidhaa original na fake, alafu ukanunua fake. Bwana mimi udhuru wangu nilikuwa siwezi kutofautisha, zimefanana hizi simu zimefanana nini? Original na fake zimefanana hivyo hivyo.
Hivi huyu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wa haki ambaye anashirikishwa na hivyo vimiungu vya kishirikina, hivi vimiungu vya kishirikina vimepata kuumba na vyenyewe na vikaruzuku, kwa hivyo washirikina wamechanganyikiwa, fatashabaha alkhalqu alaihim, wakachanganyikiwa na uumbaji. Qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahidul qahhar, waambie Allah ni muumba wa kila kitu na yeye ni mmoja na ni mwenye kutenza nguvu, yani lile alitakalo ndilo ambalo huwa linakuwa. Aya zinaendelea inshallah, tutaziangalia katika darasa ijayo kwa taufiki na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Allah tujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.